Kwa jina naitwa Tariq Hamad Nasor, natokea kampuni ya Nasco na ni manager masoko kwenye Nasco kama super dealer wa gesi ya Oryx. Nasco ni kampuni ambayo mainly tulianza kwenye upande wa mafuta na tuna vituo vya mafuta maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Alafu baadaye biashara ilipokuwa tukaingia pia kwenye kujihusisha na swala zima la gesi. Tulianza na Oryx na mpaka leo hii tupo na Oryx. Kwa upande wangu napenda kuwakaribisha Watanzania mtuunge mkono katika biashara yetu ya mafuta. Mjaze kwenye vituo vyetu vya mafuta vya Nasco, unapata huduma iliyo sawa kabisa. Vituo viko vya kisasa, havina shida yoyote, huduma ni nzuri, karibuni sana. Bwana Tariq, ukiwa kama meneja mauzo wa kampuni ya Nasco, watazamaji ambao sasa wanakuangalia wangependa kujua pengine kwa sasa mna matawi mangapi na ushirikiano wenu baina yenu na kampuni ya Oryx? Kama nyinyi mna matawi mangapi Tanzania, lakini kama unavyozungumzia Tanzania kwamba kuna bara na visiwani, je, muungano wenu au biashara yenu, upanuzi wenu umefika kwenye matawi mangapi na maeneo yapi? Sisi kwa kushirikiana na Oryx tupo katika mikoa miwili, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Sumbawanga, wilaya ya Sumbawanga Oryx huwa imegawa maeneo. Kila super dealer amepewa eneo lake rasmi kwamba bwana wewe unatakiwi kutoka nje ya eneo hili. Kwa hiyo kwa sasa sisi tumepangiwa Sumbawanga, na kwa Dar es Salaam tuko kuanzia Banana kuelekea Chanika, Kitunda, Msongola, Kisarawe, yote ni eneo letu ambalo tunasambazia gesi. Mkiwa kama super dealer wa kampuni ya gesi ya Oryx, pengine soko la ushindani likoje? Kwa sababu kampuni ni nyingi ambazo zinafanya kazi ambayo nyinyi mnaifanya. Kwa upande wenu nyinyi ushindani ukoje? Ushindani ni mkubwa na unakuwa, lakini hii ni fursa kwetu pia, kwa sababu soko lenye ushindani mkubwa inamaanisha kwamba ni wenyewe wanasema ni healthy market, kwamba soko liko lina ushindani maana yake ni soko zuri linalokuwa. Hamna mtu ambaye atataka kuingia kwenye soko ambalo linaelekea kufa. Kwa hiyo ushindani ukiwa mkubwa, hata sisi inatuboost pia kwenye kuongeza juhudi zetu ili kuweza kulihudumia soko letu vizuri. Mwitikio ukoje Tariq kwenye masuala ya biashara, movement zile, jinsi ambavyo biashara inapokwenda kwa upande wenu nyinyi Nasco, na mnaonaje ushirikiano wenu nyinyi na Oryx mpaka sasa? Una afya? Ushirikiano wetu ni mzuri, una afya, na Oryx wanatusupport pale panapohitaji kutolewa support, na pia mwitikio ni mzuri kwamba wateja wateja wanaongezeka, na sisi wenyewe tunahitaji kujiimprove ili kuweza kufikisha huduma maeneo mengi, ili pia kuweza kuwazidi wapinzani wetu kwenye masuala tofauti. Awali ulisema kwamba Nasco imejishenezi katika mikoa miwili, Dar es Salaam na wilaya Sumbawanga kule Katavi. Mipango ikoje kwa upande wenu Nasco katika kuhakikisha kwamba mnasambaa sehemu nyingi za Tanzania, kwa sababu huduma hii imekuwa ni chanya na imekuwa ikihitajika sana, soko ni kubwa? Mipango ikoje? Kwa sasa tunajiweka katika nafasi nzuri katika hizi sehemu mbili ambazo tumepewa. Ikitokea huko mbeleni itatokea fursa nyingine kwamba Nasco tutahitajika katika mkoa mwingine, hatuwezi kuiacha. Tutairukia hiyo fursa na tutawekeza. Ukisema fursa unamaanisha nini? Kwa maana kwamba soko bado halijawaruhusu nyinyi kuelekea katika maeneo mengine, au labda mnakwenda kulingana na mahitaji ya soko? Tunakwenda kulingana na mikataba baina yetu sisi na Oryx, kwamba tuna mikataba na Oryx, tumewekewa mazingira ambayo yatatuwezesha sisi tukue bila kujivuta sana, kwa sababu masupadila Tanzania tupo wengi. Tukisema kwamba kila supadila auze anapotaka yeye, kutakuwa kuna vurugu, kutakuwa kuna mgongano, kutakuwa hatujengi, bali tutakuwa tunashindana Oryx na Oryx. Ila kuwekewa mipaka kwamba bwana supadila huyu atauza sehemu fulani, supadila huyu atauza sehemu fulani, inaturuhusu sisi kama supadila tuweke nguvu yetu kushindana
makampuni mengine na sio Oryx. Mwaka 2026 umeanza, bado mbichi kabisa Tarick. Mipango ikoje kuhakikisha kwamba mwaka huu unakuwa ni wa mafanikio, lakini pia kama nyinyi watu wa mauzo, soko linaongezeka na upanuzi mkubwa kwa kunufaisha kampuni? Sisi kama Nasco tunajipanga kwamba inabidi tuongeze huduma, tuboreshe huduma zetu, tuweze kufikia wateja hata wale ambao wanapata shida ya kupata hii gesi. Mfano, kwa mwaka jana 2025 tumejenga maduka 10 katika maeneo tofauti tofauti ya exclusive ya Oryx ambayo yako branded kabisa, ili kuweza kufikisha huduma kwa wateja, ili wateja wasipate shida ya kufuata gesi umbali mkubwa. Kwa hiyo tutaendelea na juhudi hiyo, tutaendelea kuongeza maduka kwa mpaka mwaka huu ulioisha 2025 tuna maduka 31 katika eneo letu la Banana mpaka Chanika Kisarawe. Tunaendelea na hili swala, tunataka tufike mpaka mwisho wa mwaka tu at least tuna maduka 45 au 50. Watazamaji pamoja na wateja wenu wanapenda kujua kwamba kwa sasa hivi ni ukweli usiopingika kwamba Oryx ndio kampuni namba moja katika ubora. Nini kauli yako, au unawaambia nini ambao wateja bado hawajaanza au kuamua kutumia bidhaa za Oryx, lakini pia ushirikiano wenu baina yenu na Nasco na Oryx? Ndio, hamna anayepinga. Oryx ndio gesi bora Tanzania, na ndio yenye muda mrefu na ndio yenye market kubwa kwa Tanzania. Mimi ningependa kuwaomba Watanzania tutumie gesi yenye ubora mzuri, inayotambulika kimataifa. Sawa, gesi ambayo inaenda kulingana na masharti yaliyowekwa na serikali yote ya Tanzania. Ningependa kuwavutia wateja wetu waendelee kutumia gesi yetu ya Oryx. Wateja wapya tunajenga mikakati ili kuweza kuwafikishia gesi pale mlipo kwa bei nafuu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara na champion wa masuala ya nishati safi ya kupikia. Nasco na Oryx, kwa upande wenu jitihada zikoje katika kuhakikisha kwamba mnaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, lakini pia hapo tunawafanya Watanzania kujitembea kifua mbele kwa kutumia bidhaa zetu, hasa gesi yetu ya Tanzania? Kwanza inabidi tuelewe kwamba gesi asilia inayopatikana Tanzania na gesi ya Oryx ni tofauti. Gesi ya Oryx ni LPG, yani kwa maana hiyo ni byproduct ya kwenye utengenezaji wa mafuta. Lakini gesi asilia ni kitu kingine kabisa tofauti. Kwa hiyo kwa hilo tunapenda kwamba sisi tunajitahidi kumuunga mkono mama yetu Mheshimiwa Rais kwamba sisi tunaongeza ubora wa huduma zetu. Tunajitahidi kusubsidize kwenye swala zima la mitungi ya concrete, kwa sababu ndio itakayoondoa watu kutoka kwenye zile kuni na mkaa kuja kwenye nishati safi. Kwa hiyo hata bei zetu za kuuza concrete ni bei kiukweli hazina faida kwa upande wetu, lakini ili kuungana na serikali yetu kuboresha huduma hizi, kuwezesha Watanzania waondoke na swala zima la kuni na mikaa, kuboresha afya zao, tunajitahidi kufanya hilo. Wateja wamenituma Tarick, nikuulize kwamba kama mtu wa masoko, hali ya mitungi na bei imekuwa changamoto, hali za maisha zimekuwa ngumu. Je, kwa upande wenu kampuni ya Nasco, lakini pia na nyinyi kampuni ya Oryx, mmewawaza nini katika zawadi ya mwaka mpya na kuhakikisha kwamba soko linakuwa na bei kidogo inakuwa rafiki kwa wateja wenu? Siwezi kuahidi kwamba bei itashuka, lakini kwa sababu kubwa kwamba bei ya gesi inaendana kulingana na market ya inasema international market, kwamba soko la dunia, kwamba soko litakapobadilika, bei ikipanda sokoni, soko la dunia na huko bei lazima itapanda. Hivyo inatokea ni kwa sababu hii bidhaa haitokei nchini, inasafirishwa kutoka nje. Kuna gharama za usafirishaji, kuna gharama za kuweka hiyo gesi sehemu ya kuhifadhi hiyo gesi, pia zote zinachangia kutokana na hii bei. Hata hivyo, ningependa kuwaambia Watanzania kwamba ukiachana na yote hayo,
bado tunaendelea kwa kushirikiana na kampuni mama ya Oryx pamoja na serikali ya Tanzania, tunajitahidi kuangalia jinsi ya kufanya ili kuweza kushusha hizi bei. Swala la elimu kwa watumiaji wa gesi hizi za kupikia likoje nyinyi NASCO katika kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanakuwa wanaelewa dhamira yenu kwamba lengo ni kwamba watu watumie gesi kutokana na matumizi yale kama tulivyozungumza. Je, na mpango wa NASCO na Oryx kuendesha mafunzo lakini pia kutoa elimu ya kwa nini watu waache kutumia yani kutumia gesi na mikaa, hususan kule kwetu kijijini Usukumani kule na kwetu kule na Manyiri, hali ikoje kuhakikisha kwamba elimu ya kwamba na kuwafikia wateja wenu? Kwa upande wetu sisi wa NASCO huwa kila mwaka tunawekaga vikao, tunaita wadau, tunaelimisha jinsi ya matumizi ya gesi ya Oryx, tunaelimisha faida zake, tunaelimisha hasara ya kutumia mikaa na kuni. Mara nyingi pia huwa tunaelimisha mawakala wetu wadogo wadogo ambao wao kwao ndio rahisi zaidi kufika kwa mteja wa mwisho. Kwa hiyo yeye akiwa na ile elimu anaisambaza pia kwa wateja wake, hivyo elimu inasambaa kwa wote. Dunia inakutizama Tariq kupitia kipindi hiki. Tuambie ama waambie watazamaji wetu kwamba nini kauli yako kwa wateja wa Oryx lakini pia wanaotaka kuja kuwekeza na nyinyi katika makampuni, ingawa baadaye nitakuuliza kuhusiana na kujipanua kujiunga na kampuni zingine. Hili naona utalijibu hili na la yote mawili kwa pamoja. Mimi ningependa kuwashukuru Watanzania kwa kutuunga mkono katika hii biashara yetu ya gesi ya Oryx. Ningependa pia kuwaomba muendelee kutupa ushirikiano, msituchoke, na tutaendelea kujitahidi kuweza kufikisha huduma iliyo bora yenye usalama, mpate bidhaa nzuri zisizokuwa na athari kwenu. Nikushukuru sana Tariq. Asante sana.